Habarini za saizi, kwa jina naitwa Hadija Nkungu, ni katibu wa taasisi ya Jubi yenye makao makuu Chanika, mtaa wa Tungini. Kama alivyosema mkurugenzi, tunawakaribisha wananchi wote katika tukio letu, mkutano mkuu wa taasisi ya Jubi utakaofanyika Chanika, ukumbi wa Diaklama. Karibuni sana wajasiriamali, tunakaribisha pia wadau mbalimbali katika kujiunga siku ya tukio. Pengine sasa taasisi imeanza lini na lengo kuu la taasisi kama katibu, nadhani utakuwa unafahamu vizuri sana. Nini hasa lengo la taasisi na kukaribisha wadau mbalimbali kujiunga na taasisi yenu? Lengo kuu la taasisi ni kuwafundisha wananchi, kuwapa elimu. Kwanza kila mmoja ajue jinsi ya kujiwekea akiba. Jinsi ya kujiwekea akiba, tusio tunakula. Tunasema tunakula mbegu na tunda. Tutakuwa tule tunda, mbegu tuweke. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapa elimu wananchi, wakina mama, kina baba, vijana, kuwapa elimu ya kujiwekea akiba, kuwa katika vikundi. Hiyo ndio lengo kuu la taasisi. Tutegemea kupata wataalamu wa fedha ambao watakuja kutoa elimu siku hiyo ya mkutano. Pengine waalikwa wengi watakuwa ni wakina mama au pamoja na wakina baba? Waalikwa tunawalika wote, ni kina baba pamoja na kina mama, na watoaji elimu watakuwepo, walimu watakayetoa elimu ya fedha, elimu ya jasiriamali. Tutakuwa na wakufunzi mbalimbali akiwemo rais wetu wa vikoba Mohamed Basanga, tutakuwa naye. Okay. Nini tutegemee sisi kama Watanzania ama wadau katika siku hii ya tarehe 9 mwezi 11 katika mkutano mkuu wa taasisi yenu? Kama Watanzania mtegemee kupata elimu, na mkitoka pale mtakuwa wapya, si kama mtakavyoingia pale katika eneo la tukio. Maybe nikihitaji kujiunga na taasisi, nifuate hatua gani ambazo nyinyi mnazitoa za kujiunga? Kuna malipo, na mara baada ya malipo pengine kuna kitu gani ambacho nafuata? Malipo yapo ambayo yameidhinishwa na taasisi husika ambazo zipo zinasimamia vikoba. Malipo ni ya kawaida, kila mwanachama atakiwa ajiunge kwa shilingi 23,000 na kufuata taratibu zote ambazo atapangiwa, na kama atakuwa na kikundi ataenda kwenye kikundi chake, kama hana kikundi tutampa kikundi ambacho kitakuwa karibu yake. Okay. Nakushukuru sana. Asante.